Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu unanisikiliza, karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambe. Channel hii iko kwa ajili ya kuletea neno la Mungu na mafundisho kwa habari ya neno la Mungu katika siku za mwisho, ili kukupa maarifa ya kuweza kujifunza utoke kwenye changamoto au vita unaopitia katika ulimwengu wa roho. Leo ninazungumza, takuwa na kipindi kizuri chetu cha malango ya ushindi. Na wewe kama ni mara yako ya kwanza, karibu sana kwenye channel hii, na unaweza, ili uweze kupata masomo yetu, unaweza ukasubscribe channel hii. Kuombe subscribe channel hii ili wa kwanza kupata masomo yetu. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Leo nafundisha siri iliyobebwa katika mikono. Utajiri uliobebwa katika mikono yako. Utajiri uliobebwa katika mikono yako. Kuna watu wanapoenda kuomba kwa habari ya biashara. Kuna watu wanapoenda kuomba kwa habari ya kazi. Kuna watu wanapoenda kuomba kwa habari ya mafanikio. Wengi huwa wanaomba kwa vile vitu walivyo navyo. Wengi wanaomba kwa habari ya lile duka ulilo nalo. Wengi wanaomba kwa habari ya vile vitu ulivyo navyo. Labda unauza samaki, unauza maembe, unauza magauni, unauza nyanya, unauza nguo. Wengi wanaombea tu vile vitu. Na unashangaa baada ya kuomba kwa habari ya vile vitu, lakini mafanikio hayaonekani. Unasema, nimekuaje? Mbona nimeomba jamani, mbona mafanikio mbona hayaonekani? Mbona nimeomba, mbona mafanikio siyaoni? Imefanyeje? Au nimeomba vibaya? Wengi wanakata tamaa. Lakini nataka nikwambie, kuna siri kubwa kwenye mikono yako. Kuombea mikono, kuna kitu Mungu ameficha kwenye mikono yako. Ndio maana katika nyakati hizi, usipoelewa, katika nyakati hizi mikono imebeba nguvu kubwa ya kukufanikisha katika maisha yako. Ndio maana kuna watu, kuna makongamano mengi sana, hasa watumishi wa leo. Njoo tuoshe mikono, njoo tuoshe mikono. Kama hutagundua siri hii, kwamba kwenye mikono kuna nguvu kubwa sana inayoweza kuleta mafanikio kwenye maisha yako. Kuna vitu unatafuta, unaomba haujafanikiwa. Kuna vitu unatafuta, umefunga haujafanikiwa. Ombea mikono yako. Mikono yako ikifunguka, maisha yako yamefunguka. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 na mstari ule wa 8. Lakini pia angalia kwenye kitabu cha Marko sura ya 16. Marko sura ya 16 kuanzia mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Ili mtu anapokuwa ameuawa au mtu amefanya tukio, huwa wanaangalia fingerprint. Mtu anapoingia milango ya Ulaya, anaingia ndani, huwa anaweka mkono wake. Akifanya tukio kama hajatoka ndani, wanajua kupitia mkono. Signo ya kimwili imebebwa kwenye mikono yako. Wanaenda kupima kwenye mikono. Aliyemuua mtu wanajua kwenye mikono. Ndivyo ilivyo signo ya kiroho ya maisha yako wewe. Kama signo ya kimwili ya maisha yako, umepita sehemu, umefanya nini, wanapima mikono. Ndivyo signo ya kiroho ya maisha yako, ya utajiri wako, imebebwa kwenye mikono yako. Nasema, mtumishi, unaongea nini? Kwenye mikono kuna nguvu kubwa ambayo Mungu ameweka ya kukusaidia uweze kufanikiwa kimaisha. Marko sura ya 16 mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Bwana Yesu anawaambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Anasema, nanyi mtaweka mikono juu ya wagonjwa na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, nao wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kumbe
Anasema tu mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Mikono inapokea ishara ya kiroho. Vile vitu ili vitoke ulimwengu wa roho vije ulimwengu wa mwili, mikono yako inahusika. Ndio maana kuna watu wanasema, mtumishi, nimeona nimenunua gari, mtumishi, nimeona nimenunua nyumba, mtumishi, nimeona nimefanya hivi, mbona vitokei? Wakifunga mikono yako ya kiroho, wakishika mikono yako ya kiroho, mambo hayatokei, vitu havitokei. Kilichofungwa kwako ni mikono. Unaweza ukaomba kwa habari ya biashara au kazi, unaona hamna mafanikio. Kuna nguvu Mungu anaweka kwenye mikono yako katika ulimwengu wa roho. Hiyo nguvu sasa ndio inakufanikisha kwa kila jambo unalolifanya. Kwa hiyo Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba mikono yenu itakuwa ni sehemu ya kupitisha nguvu ya kuponya watu. Mikono yenu itakuwa ni sehemu ya kupitisha nguvu ya kufungua watu. Mikono yenu itakuwa ni sehemu ya kupitisha uwezo wa kiungu. Sasa kumbe, unayefanya biashara au unayefanya kazi, ukigundua siri hii, kitu kikubwa cha kuombea kwenye maisha yako, ombea mikono yako. Mikono ikifunguliwa, biashara imefunguliwa. Wengi wanaombea kazi zao, wengi wanaombea biashara zao, lakini matatizo yanabaki yako pale pale. Kumbe kifungo hicho kimefungwa kwenye mikono yao. Nasema, mtumishi, unaongea nini? Nasema, mtumishi, unaongea nini? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28, Kumbukumbu la Torati sura 28 na mstari ule wa 8. Nafundisha kwamba unapoombea kazi yako, cha kwanza cha kuombea, ombea mikono yako. Unapoombea biashara yako, cha kwanza cha kuombea, ombea mikono yako. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari ule wa 8. Biblia inasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako. Alafu anasema katika kazi ataiamuru baraka ije juu yako, katika ghala zako. Alafu anasema na kila kazi utakayoweka mikono yako utabarikiwa. Kuna vitu vikuu vitatu hapa. Cha kwanza anasema Bwana, Mungu wa mbingu na nchi. Unaposikia anasema Bwana, Bwana ukikuta imeandikwa kwenye Biblia kwa herufi ndogo, inamaanisha mume wa mtu. Ukikuta Bwana imeandikwa kwa herufi kubwa, inamaanisha Mungu wa mbingu na nchi. Hii Bwana ya mahali hapa imeandikwa kwa herufi kubwa, maana yake inamaanisha Mungu wa mbingu na nchi. Kwa nasema Mungu anaamuru baraka zije juu yako. Alafu anasema na kila kazi utakayoweka mikono yako utabarikiwa. Mikono yako katika ulimwengu wa roho inavuta baraka zako katika ulimwengu wa roho. Mikono yako katika ulimwengu wa roho inavuta baraka zako. Kwa hiyo kitu kinacholeta baraka kwenye hiyo kazi unayofanya, wewe unauza maembe, unauza machungwa, unauza magari, unauza dukani, unauza samaki, unafanya chochote tu, kitu kitakachosababisha ili ufanikiwe kwenye hiyo kazi, mikono. Ndio maana Mungu anasema nitaibariki kazi ya mikono yako. Nitaibariki kazi ya mikono yako. Maana yake unapoweka mikono kwenye hiyo biashara, ile nguvu iliyopo kwenye ile mikono ndio inaenda kubless, inaenda kubariki. Sasa inaenda kuachilia uvuvio wa mafanikio kwenye hiyo kazi, inaenda kuachilia uvuvio wa mafanikio kwenye hiyo biashara. Kwa katika ulimwengu wa roho, wengi hawajajua siri hii, kwamba mikono imebeba nguvu ya mafanikio katika maisha yako. Ni kweli unaombea biashara yako, ni kweli unaombea kazi yako, ni kweli unaombea biashara yako, lakini ifike kipindi anza kuombea nguvu ya kiroho kwenye mikono yako ya kuvuta baraka kwa kila unachokifanya katika ulimwengu wa roho.
anza kuombea nguvu ya mafanikio kwenye mikono yako, kwa kila unachokigusa uweze kufanikiwa katika ulimwengu wa roho. Mikono imebeba nguvu ya mafanikio katika maisha yako. Nasema, mtumishi, unaongea nini? Baraka zipo, biashara ipo, lakini ili ufanikiwe, nguvu ya mikono inahitajika kwenye maisha yako. Mema yapo, ili ufanikiwe, nguvu ya mikono inahitajika kwenye kazi yako. Sasa nitakupa siri leo, kitu kikubwa kinachosababisha watu wengi wanapambana kibiashara, watu wengi wanapambana kimafanikio, lakini hatima zao zitimii. Unaamka asubuhi na mapema, unafanya bidii, unakaribisha wateja vizuri, lakini kazi yako haifanikiwi. Sio kwamba hauna bidii kwenye kazi, sio kwamba hauna bidii kwenye biashara yako. Wamefunga nguvu yako ya mikono katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tutakuwa na maombi maalum ya kuombea mikono yako, na ushauri wangu mkubwa sana, unapoomba kwa habari ya kazi yako au uchumi wako, ombea mikono yako. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Mtumishi, unaongea nini? Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 2. Ili kitu kiwe cha kwako, lazima kiwekwe kwenye mikono yako. Na waombaji wengi wanapoomba, Mungu nipe gari, Mungu nipe nyumba, Mungu nipe kiwanja, unaomba vizuri sana, lakini mwambie Mungu, weka kiwanja kwenye mikono yangu, weka magari kwenye mikono yangu, weka pesa kwenye mikono yangu, weka mali kwenye mikono yangu. Mikono yako ya kiroho ndio imebeba mafanikio yako. Mikono yako ya kiroho, hakuna kitu utakachokipata bila kuweka kwanza kwenye mikono yako, kikawekwa hapo. Nasema, mtumishi, unaongea nini? Mwanzo sura ya 9 mstari ule wa 2, Mungu anamwambia Nuhu kwamba wanyama wote wa mwituni, ndege wa angani, anamwambia na vitu vyote vilivyo kwenye ardhi. Mwanzo sura ya 9 mstari wa 2, anamwambia vitu vyote vya duniani, fedha, dhahabu, wanyama, mali, kama alivyomwambia Mungu Adamu. Mungu anamwambia Nuhu, umepata neema, hivi vitu vyote naviweka kwako. Hakuviweka sehemu yoyote, anasema nimeviweka mikononi mwako, nimeviweka mikononi mwako, kwenye mikono yako wewe Nuhu. Ile nguvu ya kukontrol ng'ombe, ya kukontrol dhahabu, ya kukontrol pesa, ile nguvu ya kukontrol baraka zako, mafanikio yako, ile nguvu ya kumiliki hivi vitu vya duniani, mashamba, mifugo, pesa, mali, hii nguvu Nuhu iko kwenye mikono yako. Inawezekana unapambana sana ufanikiwe, lakini mambo haendi sawasawa. Shida sio kwamba umetenda dhambi, shida sio kwamba we ni mwovu. Ile nguvu kwenye mikono yako imeondolewa ya kuvuta zile mali, fedha, dhahabu, mafanikio kwenye mikono yako. Ndio maana maandiko yanasema wakati wana wa Israeli wanalia kwa habari ya uchumi, Mungu akamwambia, nimekubariki mjini, nimekubariki shambani, nimekubariki utokapo, nimekubariki uingiapo, nimekubariki uzao wako, nimekubariki kazi yako. Alafu mwisho Mungu anasema, na kila kazi utakayoweka mikono yako utabarikiwa. Maana yake kinachoizinisha mafanikio kwenye maisha yako, mikono yako. Shauri wangu leo, kuna makongamano mengi sana, manabii wengi sana wameinuka uongo. Leta mikono tuoshe, leta mikono tupige perfume, leta mikono tufanye hivi. Watu nguvu zao za mafanikio zinabebwa kupitia mikono yako. Fuatilia somo langu
lilofundisha somo linalosema pembe 5 za nyota, ndio utaona kuna mahusiano kati ya nyota yako na mikono yako kwenye ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana. Mikono yako imebeba utajiri. Sahau kufanikiwa kitu chochote kama kijapita kwenye mikono yako. Nguvu ya kukufanikisha iko kwenye mikono yako. Ndio maana marais wanapokutana kienda nchi za nje wanavaa gloves. Wanaposalimiana wanavaa gloves. Sio kwamba ni ubisho. Wanajua siri ya mikono. Siri ya mikono. Ndio maana pete nyingi sana zinabebwa kwenye mikono. Pete za bahati, pete sio za nini, zote zinavaliwa kwenye mikono. Kwa nini? Kuna siri kubwa katika ulimwengu wa roho. Siri ya kwanza, ili utawale vitu vya duniani, sio juhudi yako. Juhudi inatakiwa, lakini kuna nguvu Mungu ameweka kwenye mikono yako. Nifuatilie somo lijalo kwenye chaneli yetu hii ya Apostle Katambi, kwa kusubscribe channel hii, kwa kuweza kusubscribe channel hii. Weka comment yako hapo chini, weka like hapo chini, na Mungu akubariki sana. Tuma ujumbe wako hapo chini. Mungu akubariki sana na kutakia siku njema na yenye mafanikio katika jina la Yesu hai. Amen.